Kuna mtu umevamiwa na roho chafu ya kuwakwa tamaa kwa mtu wa jinsia moja na wewe. Mungu anapoachilia ujumbe huu, kuna mtu ambaye amekusudiwa na Mungu. Umekuwa kwenye teso au kwenye aibu hii kwa muda mrefu. Wakati mwingine umekuwa ukifanya mambo haya kwa siri, unawakwa tamaa na mtu wa jinsia yako moja. Wengine mnaota ndoto unakutana na mwanamke wa jinsia moja na wewe. Imefika mahali huna hisia na mtu wa jinsia nyingine, yani hisia zako ziko kwa mtu wa jinsia moja na wewe, na unashindwa kujizuia kwa sababu hii roho imeingia ndani yako, imeweka makao na imekaa kwenye fahamu zako. Hata unapokuwa kwenye hali ya kibinadamu ya kawaida, hali inayoweza kukusisimua au kukufurahisha ni hali ya kukutana na mtu wa jinsia moja na wewe. Pengine ni mwanaume pia umeanza kuwakwa tamaa hiyo, au pengine ni mwanamke ambaye uko kwenye changamoto hii, unawakwa tamaa na mtu wa jinsia moja na wewe. Na maanisha kwa wanawake, umekuwa na roho ya kusagana, yani umeingiwa na roho ya kusagana. Hili ni pepo la hatari kabisa, na kuna watu ambao mnamwamini Mungu, lakini hili limekuwa ni tatizo katika maisha yenu. Kimekuwa ni kitanzi, limekuwa ni jaribu lako la siri. Na mwingine ulivamiwa kwa njia ya ndoto, mwingine ulivamiwa kwa njia ya kuangalia video za utupu zikatengeneza kitu katika fahamu zako. Umejikuta unawakwa tamaa kwa namna hii. Wakati mwingine unashindwa kujizuia, unaona inakaa kwenye ufahamu wako, unaomba toba, unaombea Mungu nirehemu, niondolee tatizo. Kadri unapoendelea kuomba ni kama unachochea zaidi, yani unajikuta ndio hamu au ile hali ya kubaki kwenye ile hali inaongezeka zaidi. Unasikia hatia baada ya kutenda jambo hilo, au baada ya kuwa kwenye tatizo hilo unasema Mungu nisaidie. Hili ni pepo ambalo lipo kwenye nyakati za mwisho na linafanya kazi kwa kasi kubwa. Ijapokuwa wengi hawatambui kama kuna shida hii, lakini ipo shida hii ambayo inatesa watu. Kuna watu wengine haijadhihirika katika mwili, lakini unaota ndoto unakutana na mwanamke wa jinsia moja na wewe. Unaota ndoto unafurahishwa au unafurahia kuona wanawake kwa wanawake wanakutana. Yani ndio kitu ambacho kinakufurahisha, ndio kitu ambacho kinakuweka unajisikia amani. Hili ni pepo mpendwa. Hii ni roho chafu. Na kama unasikia ndani ya moyo wako hatia kwamba unahitaji kutoka hapo, ni lazima ufanye bidii, kwa sababu kama kuna mambo ya kuyakimbia, sio tu kuyaombea, mojawapo ni mambo kama haya, ni ya kuyakimbia, kwa sababu yanakaa kwenye ufahamu na yanakuwa ni roho kamili. Kitabu cha Warumi ile sura ya kwanza, kwa wale ambao mko na Biblia unaweza kufungua kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 26, anasema hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Kumbe kuna tamaa na kuna tamaa za aibu. Anasema hizo tamaa za aibu zilikuwaje? Anasema hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Kuna wanawake ambao wamebadili matumizi ya asili kwenda kwenye matumizi yasiyo ya asili. Wameingiwa na roho chafu, wameingiwa na tamaa ambayo si kwa namna Mungu alivyowaumba. Na wanawake wengine mmekutana na wanaume wamewaingia kinyume na utaratibu. Umejikuta uko kwenye pepo hilo, umejikuta uko kwenye shida hiyo. Unasema Mungu niokoe, lakini ndo tayari uko kwenye shida hiyo. Mwingine ndo hivyo, unawakwa tu tamaa na kumuona mwanamke mwenzio. Unawakwa tamaa na ngono ya jinsia moja. Hili ni pepo, na hii ni tamaa ambayo hii ni tamaa ya aibu tunaita. Biblia inasema mstari wa 27, wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa. Wanaume wakayatenda yasiyo ya wapasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotovu wao yaliyo haki yao. Haya ambayo ukiendelea kuyatenda yana malipo yake, yanafunga baraka, yanafunga neema, yanafunga nguvu ya kiroho ya kuomba, yanafunga uwepo wa Mungu katika maisha yako. Unaishi maisha ya ulimwengu mwingine, unakuwa ni moja kati ya kufanya ibada za mizimu, kwa sababu hizo ni ibada za sanamu. Manake kadri unapofanya matendo haya, unamfanyia shetani ibada, unafanyia vyama vya kichawi, vyama vya mizimu, vyama vya kifrimason ibada, kwa sababu ndio wanafanya ibada za utupu, ibada za zinaa zisizokuwa za kawaida. Hizo ni ibada. Wengine mliingia kwenye mitandao mkaangalia, hiyo roho ikawaingia. Maanake kadri unapoendelea kufanya hivyo ni ibada, unajiungamanisha, unatimiza ibada ya huko. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo unaona kama wewe uko sawa, lakini katika ulimwengu wa roho manake umeitimiza ibada ya miungu ile, na utapata shida zaidi, kwa sababu inafunga mambo mengi, inafunga connection yako na Mungu. Badala ya kuwa mtu unayemtumikia Mungu, unajikuta unatumikia madhabahu ambazo hazitokani na Mungu. Lakini anasema kwamba ule mstari wa 28, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, anasema Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Wamejaa na udhalimu na kila namna ya uovu na tamaa
na tamaa na ubaya, wamejawa na husda, uuaji, fitina, hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya. Haya ni mambo ambayo Mungu anasema na wewe kwenye nyakati za mwisho. Unahitaji kubadilika na unahitaji kuingia kwenye maombi ya kina, maombi ya toba. Lakini zaidi sana, mambo kama haya baada ya kuombea, inatakiwa uyakimbie, inatakiwa ujitenge nayo. Jitenge na vitu hivyo. Wengine ni majini yameingia ndani yenu, mmekuwa na majini yanawaendesha. Mwingine mmekuwa na maroho ya kipepo yanawaendesha, yanawaongoza. Na kuombea kwa jina la Yesu, Mungu akufungue. Kwa huruma za Mungu, Mungu akurehemu kwa jina la Yesu. Ikiwa unasikia hatia ndani ya moyo wako, pengine ni kwa njia ya ndoto au kwa njia ya uhalisia, ulikuwa umevamiwa na roho hii na unaona ikaanza kukutesa hata kwenye ufahamu, hata ukiwaangalia watu, ukiwaza, mawazo yako yanakuwa hivyo hivyo, unatamani utengeneze na Mungu, basi unaweza kainua mkono wako au mikono yako hapo ulipo. Fatisha maneno haya. Sema: Bwana Mungu, ninaomba unisamehe kwa jina la Yesu. Nimekutenda dhambi kwa akili zangu timamu. Leo hii nimerudi. Ninaomba unihurumie. Lisafishe jina langu. Safisha nia yangu. Bwana Yesu, ninakiri ya kwamba nilipotea. Ninaomba unirejeshe neema na huruma yako. Zaidi sana, ninaomba uniepushe na kila mazingira yanayochochewa na shetani ili nibaki kwenye hali hii. Mungu nisaidie. Yesu niokoe. Amen. Bwana Mungu, ninaomba kwa ajili ya mtu huyu. Ninaikataa hiyo tamaa ya mawazo machafu. Ninajua imefunga mambo mengi ya baraka kwa mtu huyu. Huenda nitakiwa maisha yake yawe mbali, lakini kwa sababu adui alikuwa ameingiza tamaa hii, ameingiza uovu huu, maisha yake yamekuwa hapa hapa. Mwingine ni mwanamke ananisikia, mwingine ni mwanaume, ameingiwa na roho chafu, ameingiwa na nia mbaya. Hili ni pepo kamili linamsogeza kwenye mambo ya dhambi, kwenye mambo ya uovu usiokuwa kawaida. Nami naondoa ewe nguvu ya giza, ewe tamaa, ewe roho chafu unayemfanya mtu huyu anakuwa mtumwa kwenye hali hii, na kuamuru pepo, wewe toka. Achia hisia zake, achia fahamu zake, achia akili yake, achia kuanzia sasa. Ninapiga hiyo madhabahu, ninapiga hiyo roho chafu iliyokuvamia. Natuma moto hapa hapo ulipo, moto ukupite, moto ukufikia hapo hapo. Uchome kila takataka, uchome kila roho ya giza iliyokaa kwenye dhamiri yako, iliyokaa kwenye moyo wako, iliyokaa kwenye nia yako. Ewe tamaa unayekuja, unayemvamia na shindwa kujizuia, toka kwa jina la Yesu. Na kataa mtu huyu kwa mtumwa kwenye jambo hilo, na kuombea Mungu akusaidie, akutoe kwenye kifungo hicho, akutoe kwenye aibu hiyo. Na kemea hilo pepo, na kemea hiyo roho ya aibu, na ikuachie kuanzia sasa. Neema ya Bwana ikutoshe, neema ya Bwana ikufungue. Pokea kufunguliwa, pokea ufungulivu katika jina la Yesu. Hiyo minyororo iliyokufunga ikatike kwenye macho yako. Toka pepo la macho, toka zinaa ya macho, toka zinaa ya mawazo, toka nia mbaya, toka kwa jina la Yesu. Achia mwili huu, hiyo tamaa chafu iliyokuvaa na ikuachie kuanzia sasa. Toka tamaa mbaya, toka kila tamaa, na iondoa tamaa hiyo, ikuachie kwa jina la Yesu. Na ipinga hiyo kazi ya giza, ikuachie kwa jina la Yesu. Pokea ufungulivu. Kila nia mbaya ondoka, pepo mbaya toka, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu na kukataa. Achia nafsi ya mtu huyu, achia nia yake, achia ufahamu wake, achia katika jina la Yesu. Natamka ufunguliwe. Pokea neema ya kufunguliwa, pokea amani ya kimungu, pokea nguvu ya Mungu ya kushinda dhambi hiyo katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ayubu Ndelwa. Naamini Mungu amekuhudumia, na naamini kuna kitu Mungu amesema na wewe. Ujumbe huu kukutana nao ni Mungu amekukusudia. Usipuuze. Mwambie Mungu, umeniona na umefika wakati wa kuishinda hii hali. Mungu, naomba nisaidie. Mungu ni wa neema na wa huruma, atakusaidia. Utaweza kuvuka kabisa na utauona mkono wa Bwana. Unatamani upate msaada wa kiroho katika kushinda hiyo hali na hiyo tamaa ambayo imekuvaa. Karibu kwa namba WhatsApp iliyoonekana kwenye skrini yako, hiyo iliyoandikwa WhatsApp. Kama hauna, ichukue namba hiyo, niambie nini ambacho kinakusibu na unahitaji msaada upi ili kuweza kuishinda hali ambayo inakusumbua. Mungu ni wa huruma, atakusaidia. Mungu ni wa rehema, atakusamehe na utaanza upya. Utaweza kushinda kabisa hiyo hali, na Mungu atakupa ujasiri, mambo mengine yataendelea. Basi na wewe ambao unatamani uendelee kunifuata zaidi, karibu kwa mitandao ya kijamii. YouTube channel andika Maombi ni Dawa. Kama uko YouTube, Mungu akubariki. Na ikiwa hujasubscribe, bonyeza alama hiyo iliyoandikwa subscribe, na utakuwa mmoja kati ya wanafamilia wa Maombi ni Dawa. TikTok vivyo hivyo, bonyeza alama iliyoandikwa follow au alama hiyo ya kujumlisha. Ukiminya hapo, utakuwa tayari ni mmoja kati ya wanafamilia wa Maombi ni Dawa. Kila vipindi nitakavyovitoa utavipata